pendo geni, tukupende pendo geni, tukupende pendo gani, tukupende pendo gani, tukupende pendo gani, tukupende pendo gani, tuwe nawe peponi kwa siri hata ghalani, kwa kheri tukatajika, kwa siri hata ghalani, kwa kheri tukatajika, mioyo yetu ni duni, haijui pa kushika, mioyo yetu ni duni, haijui pa kushika, sipokushika amini, wazi tunadhalilika, tukupende pendo gani, ewe tumwa msifika, tuelekeze ayani, tuelekeze ayani, tuelekeze ayani, tuelekeze ayani, tukupende pendo gani, tukupende pendo gani, tukupende pendo gani, tukupende pendo gani, tuwe nawe peponi, ewe mtume wa kweli, wa kweli, tukupende hakika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Wa usalli wa usallim ala habibihi sayyidina Muhammadin sayyidil qail hubbiba ilayya fi dunyakum at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fi salat. Amma ba'du, watukufu mashekhe zangu, wa ala rasihim Sheikh Hassan Chizenga, mjumbe wa baraza la ulama na ndio katibu wa baraza hilo, lakini mwenyeji wetu Sheikh Khalid, nisimsahau baba yetu Sheikh Siraj, ambaye yeye hapa kila nikimwona nasawirisha Sheikh sura ya Sheikh Mustafa, tadharui yake, khushui yake, na nyote mliohudhuria, wageni mbalimbali. Niseme kama wanavyosema wanasiasa, kwa sababu ya kuchunga muda, itifaki imezingatiwa. Baada ya kutambua itifaki hiyo, basi
Nichukue nafasi hii kuamkia kwa maamkizi mema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Nimeamrishwa katika hafla hii iliyopakata kukusanya pamoja na kupokea wanachuoni mashehe wazito ambao mimi kwao si lolote kimaarifa, lakini uzoefu na hata umri, lakini nimetangulizwa nadhani katika ile sura kama aliosema mmoja katika malenga wa zamani, asema wakam abin kad ala bibinin dhura sharafin kama ala birasulillahi adinanu. Tumsalie Mtume Muhammad. Mtu mmoja zamani alisema ufikia wakati akatangulizwa mtoto kwa kuonyesha utukufu wa babake, kama alivyotukuka mzee Adinani kwa sababu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadhani hiyo, lakini si kwa ukubwa wa maarifa wala ukubwa wa umri, na nimesimama kwa ajili ya kutekeleza amri yao. Nianze kwa kumshukuru kakaangu Sheikh Khalid bin Sheikh Mustafa. Namshukuru sana, tangu jana nikipata nafasi nasema haya. Jambo hili ameniambia miezi mitatu nyuma, miezi mitatu kwa hesabu, kila wakati akinipigia simu, akiniandikia, na mimi nilikuwa namwambia neno moja tu, neno lako kwangu mimi ni amri, ibaki taufiki tu ya Mungu, kwa sababu yeye ndio anawafikisha. Na leo tuko hapa katika jambo lile. Nakushukuru sana. Karibu sana. Sana. Karibu sana. Najua si chochote isipokuwa kama tulivyosema jana, haya ni mapenzi tu. Ameniweka katika moyo wake. Wazungu wamesema ameniweka katika si nisemaje ile neno la Kizungu, katika keen consideration. Ule moyo na una moyo. Sasa mimi kaniweka ndani ya moyo wa moyo wake. Nakupenda sana. Asante sana. Nakupenda, na Mwenyezi Mungu atukutanishe hivi hivi katika Firdaus. Tumeshikana na mikono. Kwa hiyo nakushukuru sana, na nilikuwa najua naja tu kama kawaida, lakini hapa nimekuta kingine ambacho pia kinanitetemesha. Ati mimi ndo mgeni rasmi. Babangu aliwahi kuniambia neno, ogopa katika kila jambo ukawekwa wewe ndio mbele. Ogopa sana, sababu likiwiva wewe ndio umeliwivisha, likiharibika wewe ndio uloliharibu. Mzee aliniambia maneno haya, basi naishi nayo. Kwa kila ikirudia, wewe ndio mgeni rasmi, natizama huku, likiharibika ndio mimi tena. Lishaiva. Limeiva, wala usina wasiwasi. Basi wakubwa wanasema limeiva. Lakini pia nawashukuru wana Kagera wote, watu wa Katoro. Mimi nilikuwa nasikia jina la Katoro katika kinywa cha mzee wangu, mzee Alhaji Omar Kawambwa, akija sana huko kama Chumu, Katoro, na niwaambie tu mpaka Karagwe huko akaoa. Ni mmoja katika mama zangu, watu wa ardhi hii Karagwe. Kwa hiyo nikija, alhamdulillah, niko nyumbani sana. Kwa hiyo nawashukuru, na niwaambie ukweli tu,
nimepata kuelewa zaidi maana ya ile aya, walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi faulaika humul muflihun. Allahumma ij'alna minal muflihin. Amin. Allahumma ij'alna minal muflihin. Amin. Allahumma ij'alna minal muflihin. Yani leo nikiulizwa tupe mfano wa watu wa Madina ambao Mwenyezi Mungu anawataja katika suratu Hasri kwamba waliwapokea wageni mpaka wakajisahau wao, nitaambia watu wa Kagera. Takbir. Allah. Mnaishi na aya ile tangu tumeshuka katika ardhi hii, tangu jana sisi hatuwezi hata kuokota pini, tukiinama mtu kashatuokotea. Nimekuwepo na Sheikh babangu Sheikh Hassan jana, tumekaa pahala, nimeona mapenzi ya ajabu. Mtu anakukaribisha zaidi ya mara 10, akigeuka akirudi karibu, akigeuka karibu. Nimekaa na Sheikh Siraji hapa tangu tumekaa na nikaribisha mpaka sasa hivi. Hii sijawahi kuona, natembea sana, lakini ili kukaribishwa namna hii, mpaka nimwambia mmoja katika vijana wangu, mimi nina wasiwasi wa kubaki huko. Sasa bahati mbaya nimekuja na askari yupo kule, lakini natamani wallahi hata nisiondoke. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Haya ni malipo makubwa. Mwenyezi Mungu anasema innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu, ambao wameamini na wakafanya mema, Mwenyezi Mungu anaenda kuwalipa mapenzi. Na sihaba watu wa Kagera mmelipwa mapenzi. Mwenyezi Mungu nasi atumegee sehemu yake. Nimeamrishwa niseme chochote katika ndoa. Ndoa ina maneno mengi kwa sababu ya faida yake, kwa sababu ya natija yake, lakini tuwafupishe hivi. Hapa hiki kilichofanyika, niwaambie kwa ulimi wa mashaka zangu hawa, tumeisaidia jamii kuondoka katika matatizo. Hizi dakika ambazo tunaona chache au nyingi, lakini tukashuhudia kile kitendo ambacho mimi nikatawaza kwa idhini ya Sheikh Khalid pale, malaika pale wameshuhudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiiondoshea jamii matatizo. Mimi huwa nasema hivi, laiti ningekuwa mwanasiasa, wanasiasa wasimame. Ningekuwa mwanasiasa nasimama kwenye majukwaa kuomba kura ya nafasi ninayoitaka, basi wallahi mimi ningemwambia mwenyekiti wa chama chetu, kuna aya ipo katika Qur'ani aitie katika ilani ya uchaguzi. Asante. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Wallahi Sheikh Hassan wanasema kuna aya naiona kwenye Qur'ani, Suratul Nur, wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum, akasema in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Sadaqallahu alazim. Sasa aya hii namna Mwenyezi Mungu alivyosema wazi, mimi ningemwambia mwenyekiti wa chama ninachogombania nafasi, aya hii hebu itie katika ilani ya uchaguzi, tuwatangazie watu. Mnajua kwa nini? Hawa wanasiasa kila anaposimama katika forum kwenye jukwaa huwa anasema nichagueni nikutengenezeni maisha, au kuna neno lingine? Watajaza maneno, watapamba, wana maneno mengi kama mimi, lakini raunake ni kwamba nichagueni maisha yawe super. Nadhani wanasema hivyo na wanapigana vijembe humo mpaka tunasema huyu
anatufaa huyu, wacha tumchague. Kumbe aya ni hii hapa, wa ankihul ayama minkum. Mungu anasema waozesheni wasiokuwa na wake miongoni mwenu, waozesheni tu. Wasalihina min ibadikum wa imaikum, hata wale wema kwa watu mnawaona mnadhani kuwa ni duni, akataja watumwa na wajakazi. Swali linakuja, Mungu, hata hawa wasiokuwa na kitu hawa tuwaozeshe hawa, wataishi vipi? Mungu anajibu mwenyewe, yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli, wakiwa mafukara. Hakutaja maskini, lazima tusome aya kwa kituo. Hakusema yakunu masakin, kasema yakunu fuqaraa, wakiwa hata kuwa ni mafukara. Si unajua tofauti ya maskini na fukara? Kuna masikini na kuna masikini. Ni yule mtu ambaye kwa siku yeye anahitaji, kwa mfano apate 1,000. Anahitaji, mimi nikipata 1,000 tu nitaishi kwa hali ilivyo. Hapati, anapata 500. Huyo ndo nani? Fukara. Chini ya huyo yeye sasa, mimi nikipata 500 nitaishi. Hapati, anapata 200. Sasa Mungu kamtaja huyu kwamba waozesheni hawa watu wanaozagaa huku mitaani huku, Katoro, Kamachumu, Buganguzi, naitaja vizuri Kishandra, huko wanaotembea hawa, wakawa hawana wake hawa. Njoo oa. Kwa kuoa mambo yatakuwa mazuri. Mungu kajikaza, yakunu fukara yughnihimullahu min fadli, wakiwa mafukara kabisa, hawana kitu, kwa sababu ya ndoa Mungu atawatajirisha. Asante. Tena akasema wallahu wasi'un, Mwenyezi Mungu ni mpana wa maisha bwana, alimu na anajua kila kitu, msijibabaishe. Kumbe ilikuwa hawa wanasiasa wakisimama kwenye majukwaa waseme nichagueni, nitasababisha kila mtu ana mke ili mambo yawe mazuri. Tumsalimu Mtume Muhammad. Lakini leo tunaiona haya ni maneno ya kidarueshi. Tunawambia mtu usioe, soma kwanza mpaka upate hela. Sidhani kama umri huu akina Sheikh Siraji walioa baada ya kusoma, wala hawakungojewa wakutane na hao mabinti za watu kwenye Facebook, Instagram na Twitter na TikTok. Kaamka tu asubuhi anatazama, huyu keshabalege, wewe njoo, na huyo keshavunja ungo, haya Fatiha, nendeni huko. Wameenda, wameoana, wametuzaa na wametuachia majumba. Maisha yamewakuta huko, elimu imewakuta huko. Lakini leo tumeiacha maelekezo haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo ndo hili, maisha magumu, na tunagombana na awamu za maisha zinavyobadilika, kwamba labda Magufuli, labda Kikwete, labda ndoa. Tumsalimu Mtume Muhammad. Mimi nikipata nafasi sehemu kama hizi wanaanza na aya hiyo. Mungu anasema wazi, nyinyi mnapata matatizo kwa sababu mmeidharau ndoa. Innahu kana, fasiri aya hiyo, matatizo matupu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye kasema wazi, azina yurithul faqra wa yanqusul umra. Hata Albani kaipokea hadithi na ikubali. Anasema zina inaleta ufukara, zina inaua. Leo nani anakata mabwana? Tena sio zina tuzini sisi hapa, waliaadhi billah. Sisi tukikaa hapa, uwepo wa zina moja tu katika kitongoji hichi, Mungu asijalie, ikiwepo moja tu, inatusababishia sisi sote ufukara, inatusababishia sote sisi kufa mapema. Hala, tufikirie, sisi tumekaa hapa, zinaendelea ngapi huko? Wamejifungia milango wangapi huko? Ndio haya matatizo mnayoona. Kwa hiyo ndio nikasema kile kitendo kile tulichosema pale,
nimekuozesha, nimekubali. Ilivyokubalika vikapigwa vigelegele tu, malaika wameshuhudia na wamefurahi kwa jambo lile, kwa sababu tumeongeza kupunguza ugumu wa maisha kwa ndugu zetu, watoto wetu Hussein bin Hassan na Hajara binti Khalid. Mwenyezi Mungu awape maisha marefu, waende wakaishi maisha mema. Amin. Kwa hiyo nimeanza hivyo kwamba sote tuliokuwepo hapa tuopata bahati kuhudhuria shughuli hii, twende tukawe mabalozi wa mtume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena tuseme wazi, mimi nitawapa mfano. Mimi kwa sababu nasema sana, kuna mtu mmoja alikuja kanambia, mimi nimemaliza kusoma lakini sijapata kazi, natembea na CV zangu sasa mwaka wa 6. Nikamwambia ushaoa? Ambia Hassan, nitaoaje sijapata kazi? Nikamwambia huo ujinga, nenda kapose hivyo hivyo, una kazi, nenda kuposa nyumba moja pale Kigogo. Kwa bahati nzuri yule baba mkwe yule akamuuliza, umesoma? Sasa nimesoma alhamdulillah. Mpaka wapi? Akataja level yake. Umesomea nini? Akasema mimi mambo ya ujenzi nani. Akamwambia nilikuwa namtafuta mtu kama wewe, na kiwanda kipo Tanga kimemkosa mtu kama wewe, basi kabla ya ndoa twende nikupeleke kule kwanza Tanga. Kaja siku ya ngapi sio, ananiambia bwana shekhe wewe wali kabisa. Wali nimefasiri tu maneno ya Mungu, in yakunu fukaraa. Kwa hiyo twendeni tukawaambie watu wasiaone maneno haya ni ya kidarweshi, ni maneno ya Mungu na Mungu haongopi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema shirarukum uzabukum, wanaokuleteni matatizo mitaani humu, maisha yanakuwa magumu, wale ambao hawana wake. Haya, kuna mtu zaidi ya mtume tena? La yantiku in huwa illa. Maana nyingine anatuambia hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama unataka kufanya kazi na mtu, ima kuchangia biashara au kitu cha kwanza muulize, ndugu yangu unataka kufanya biashara na mimi, ushaoa? Akiwa hajaoa achana naye, biashara itadoda. Hata ukitaka kusafiri na mtu, bwana tuende Dar es Salaam mara moja, muulize vipi, ushaoa? Tusije tukapinduka huko, kwa sababu shirarukum uzabukum, maneno yako wazi tu. Kwa hiyo matatizo haya twende tukaozeshe watu huko, mke mmoja, 2, 3, 4. Sisi Waislamu kila watu wana kanuni na desturi zao, tusende na desturi za watu wengine huko, tusende na desturi za watu wengine kabisa. Wanakuja na maneno mengi sana, sisi maneno yetu tutosheke na msahafu na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nisirefushe sana maneno, nimalize nirudia nitarudia kesho inshallah. Muhimu tumuhusie tu bwana harusi, kutokana na dunia inavyosema. Mimi napenda kusema baada ya kusikia dunia inasema nini. Leo ndoa zimekuwa ngumu sana kwa sababu tumebadilisha maneno ya Mwenyezi Mungu na Mtume. Ndugu yangu Hussein bin Hassan, haya sasa hivi maneno yako, lakini pia hata wale mabwana harusi wa zamani kama Sheikh Chizenga pia. Asante. Ndoa inashikwa na mume, ndoa haishikwi na mume na mke. Ndoa inashikwa na mume, na ndio ilivyokuja katika Qur'an. Qur'ani inasema maneno mengi, lakini tuchukue kipande kifupi tu. Mungu anasema amsik alaika zaujaka, hivyo hiyo aya ndefu, lakini kwa kuchunga muda sana. Amsik alaika zaujaka imetumia vocabulary au msamiati wa al-imsaku. Nimepata faida kwamba hichi kitongoji cha Katoro watu wote wanaongea Kiarabu. Nimepata habari hiyo. Na jana ni pale petrol station, kuna mtu kagonga kio akamwambia asalamu alaykum shafaq, wallahi ana farhanu jidda baada ma raaituka kuntu araka fil media al'an basi ana mubasharatan alhamdulillah. Bwana nikimtizama mimi na yeye, mimi Mwarabu lakini anaongea Kiarabu kuliko watu wa Maka.
Nilikuwa na ndugu yangu Sheikh Ibrahim, nikamwambia mbona Kiarabu hichi kimenyooka? Akamwambia hiyo ndo katoro. Kuna nahau ya kutosha, kuna lugha. Yani yule bwana nimebaki mimi namtizama tu hivi. Sheikh barakallahu fikum. Sasa nikisema neno hili kwa sababu watu wa Katoro wanajua sana Kiarabu watanielewa. Qur'ani imekuja na msamiati amsik alaika zaujaka, al-imsaku. Imsak maana yake ni kukizuia kitu chenye silka na desturi ya kuchopoka, ndio al-imsak. Kitu ambacho sio kama tu wanavyofasiri mashake wengi, kushikamana. Sio kushikamana, kuzuia. Kama vile mtu anavyomkamata sungura au samaki aliyokuwa hai, mshiko ule ndio unaitwa al-imsak. Sio kama mimi nilivyoshika microphone hapa, mimi nimefanya al-qabdhu. Lakini al-imsak ni kushika kitu kwa akili, busara, hikma, nguvu, na kuwa pale wakati wote na kile kitu na kibenga benga. Watu wa Tanga wanaita kuhenga henga, kisikushopoke kitu. Ndio amsik alaika zaujaka. Imekuja sana katika Qur'an. Faqad istamsaka bil urwati alwuthqa lam fisama laha wallahu samihun. Imekuja kule fastamsik billadhi uhiya ilaika. Mtume anaambiwa hivyo, fastamsik. Kwa hiyo al-imsak ni kuzuia. Kwa hiyo anaambiwa azuie ni mume, ni sio mke. Yani wewe baada ya kuoa tu ujue una kazi sasa ya kuhenga henga. Ukikosea tu ndoa imevunjika. Wewe mume, sio mke. Leo kuna fikra hii ya 50-50 imeingia duniani. 50 ni upotoshaji. Ndoa haishuki 50-50. Ndoa inashikwa na mume tu. Yeye ndio ana kazi ya kuzuia. Sasa hapo kwenye kuzuia, tungekuwa tuko darasani tungeliweka kwa episode. Leo kidogo, kesho kidogo, kesho kutwa kidogo. Lakini sasa muda hakuna, itakuwa tatu. Kuna al-imsak kiuchumi, imsak subira, imsak mapenzi, imsak urafiki, imsak yani vitu vingi sana. Huruma, imsaki kujifanya bwege sometime. Tafsiri imekuvuta tafsiri. Asante. Yani miongoni mwa imsaki, wewe kama mume unatakiwa kuna siku uje nyumbani bwege tu. Sinaeleweka? Kuna mtu mmoja juzi nimkuta anamwambia mwenziwe, wewe bwana usipende kuchezewa na mkeo. Nikamwambia basi utachezewa na wanaume. Kama utaki kuchezewa na mkeo, utachezewa na wanaume. Sabir. Muamrishe mkeo kuswali na uvumilivu na vyovyote. Lakini cha mwisho kwa umuhimu sana, hakikisha hiyo nyumba yenu unamkabidhi Mungu. Nenda kamkabidhi Mwenyezi Mungu nyumba. Leo nyumba zetu zinatushinda kwa sababu hatumkabidhi Mwenyezi Mungu nyumba. Hatumkabidhi. Na njia nyepesi ya kumkabidhi Mwenyezi Mungu nyumba, hakikisha nyumba iwe ya ibada. Paswaliwe. Hakikisha nyumba yako haikauki swala. Leo nyumba nyingi sana watu waswali. Ndio kisirani kinahamia humo tena. Shetani anajipenyeza. Nenda kahakikishe swala inasimama. Tena kupe njia. Na ndivyo alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Swali la kwanza unaporudi nyumbani kumuuliza mkeo lisiwe chochote, muulize swala. Vipi Hajara, ushaswali? Tena mwite kwa majina ya mjini, hane baby, haikatazwi. Baby vipi? Na siku hizi maneno yamezidi mpaka watu wanaitana oxygen. My oxygen, ushaswali? Yaani ile swali hilo la kwanza, Hussein umenielewa? Usimuulize vipi kingamuzi, maana kombe la dunia linaanza, kingamuzi kipo. Ushafeli. Kingamuzi nini sasa? Swala kwanza, alafu kingamuzi. Basi hata kama umerudi umemwacha umeondoka, ulimwacha mtoto anaumwa, ukirudi usiulize afya yake. Uliza swala kisha mtoto anaendeleaje. Umerudi una njaa kali, usiulize chakula. Swala kisha chakula. Chochote.
na ndivyo alivyokuwa Mtume Muhammad. Mama Aisha anatuambia hadithi ya mwisho hiyo, anasema kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallama nuhadithuhu wa yuhadithuna wa nudhikuhu wa yudhikuna hatta idha ja'ati as-salah qama ilayha ka'annahu la ya'rifuna wala na'rifu. Naona watu wanavyoelewa Kiarabu. Ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mama Aisha anasema sisi Mtume kwetu alikuwa mtu rahimu sana, mpole, mtu mcheshi, tunacheka naye, tena nudhikuhu wa yudhikuna. Sasa utajua mwenyewe namna ya kutumia hadithi hii na ile kule, maana kuna matatizo siku hizi. Lakini nudhikuhu wa, sisi tunamchekesha Mtume, anacheka na yeye anatuchekesha, tunacheka. Yani alikuwa ni mtu mwepesi. Fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi. Hakuwa mtu wa ajabu, kwani akiwa nyumbani watu tunataka atoke na akitoka asirudi tena. Kuna baadhi ya watu wapo, sijui hapa, Mungu asijalie, wakiwa nyumbani mzee atoki na akitoka agongwe na gari huko. Mtume hakuwa hivyo. Alikuwa akiwa ndani tunataka abaki na sisi tu, burudani anayotupa, na akitoka mzee atarudi saa ngapi. Alikuwa mtu namna hiyo. Tumswalie Mtume Muhammad. Lakini bwana, mama Aisha anasema mzee yule sallallahu alaihi wasallam ilikuwa anabadilika unapofika wakati wa swala. Utadhani sio yule tuliocheka naye tukamchekesha naye akatuchekesha, mpaka tuswali ndo anarudi katika normal position yake. Sijui tu kwa hivyo. Hussein, nakupa hiyo kitu, itakusaidia sana na wana harusi wa zamani. Turudishe amani katika majumba yetu kwa kusimamisha swala. Mwenyezi Mungu ajalie ndoa yako ni katika ndoa za kheri, katika ndoa za mfano, ndoa zitakazokupigiwa mithali kwamba watu wameoana kwa miaka 100 hawajaachana, lakini ipatikane na kizazi cha kutosha. Nenda kazae sana. Mtume anataka watoto fa inni mubahi bikum al-umama. Na sisi tulohudhuria, Mwenyezi Mungu atulipe kheri ya hadhara hii. Kwa wingi wetu najua wapo mawali wengi na wengine tumetoka mbali sana. Mwenyezi Mungu ajalie turudi salama na zidi tuonane tena. Wama alaina illa albalagh mubin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.